Naomba nimkaribishe Pastor Naomi. Karibu sana. Karibu sana mama, karibu Ente Mboko. Tunakupenda. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutamshukuru Mungu afika. Baba, asante kwa neema uliotupa siku hii ya ajabu, siku ya wanawake wa NTM. Na kushukuru Bwana kwa neema ambayo umetupa kuwepo tu nyumbani mwako, kukuabudu, kukusifu, kukutukuza kwa ajili ya matendo yako makuu. Na sasa wakati huu Bwana tunakwenda kusikia neno lako. Roho yako Mtakatifu akajitafsiri katika mioyo yetu, ili kila mmoja akapate sehemu yake kwa ajili ya kutukufu wa jina lako. Amen. Mungu awabariki. Tunaweza kuketi. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanawake wa NTM kwa kunialika, na niwapongeze sana. Mmependeza, mmechangamka na nimebarikiwa sana. Nilikuwa namwambia Apostle Dan, huyo mwimbaji wa mwisho energy yake we can't match. Mungu awabariki sana, nimebarikiwa sana sana. Na napenda kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya uongozi wa kanisa. Mtume Dani, Mchungaji Dennis pamoja na timu yenu ya uongozi, asanteni sana kwa kunialika kanisani kwenu. Nimebarikiwa sana sana. Na pia ndugu na jamaa na marafiki ambao wote tunaonana once in a while, nimefurahi kuwaona tena. Nimpongeze sana Tito kwa tukio lake. Yeah. Yaani ni raha kuona mtoto ambaye umemuona wakati anazaliwa, umeenda kumshika akizaliwa, sasa anaoa. Mungu ni mwaminifu sana. Naomba mchumbaki anyoshe mkono kusudi nimjue. Haleluya. Mungu akubariki sana sana. Pamoja nami nimekuja na shemeji yangu anaitwa Richard Mhamba. Naomba wapungie. Pamoja na mwanangu naomba pia wapungie. Haleluya. Basi kichwa cha somo letu ni mwanamke na utumishi, kama ambavyo nimepewa theme ya leo. Lakini of course maneno ya Mungu yanapozungumzwa ni ngumu sana kusema hili la wanawake, hili la wanaume. Kwa hiyo kila mmoja Mungu atakuwa ana sehemu yake. Na tutaanza moja kwa moja kwa kuangalia kwenye andiko leo katika Mathayo sura ya 20 mstari wa 28. Sijui kama sauti iko sawa huko kwenu, mimi kwangu haiko sawa sana. Mathayo 20:28, neno la Mungu linasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa tunapoongelea issue ya utumishi, yani mfano tu ambao unakuja automatically ni Yesu mwenyewe. Kwamba yeye ambaye alikuwa, Biblia inasema alikuwa na namna ya Mungu au alikuwa ni Mungu, alikubali kuja kwetu ili atutumikie. Kwa ina maana na sisi ambao tumeitwa kwa jina lake, we can't help it bali kuwa watumishi. Kwa tunapoitana watumishi wa Mungu, ni kitu ambacho tunamaanisha kwamba sisi ni watu ambao tunatumikia. Na nikajaribu kuangalia definition mbalimbali za utumishi, kwamba utumishi ni nini. Utumishi nikapata definition kama 3: kujitoa, kusaidia na kutegemeza wengine na kuweka mahitaji yao mbele kabla ya mahitaji yetu sisi. Lakini pia ni kutanguliza mahitaji ya wengine na ustawi wao kwa kuwahudumia kwa moyo wa kupenda. Lakini pia ni kutii kwa hiari, kuyatenda mapenzi ya Mungu na kumtumikia Mungu na kuwatumikia wengine. Kwa ina maana utumishi unakuondoa wewe kwenye center of attention. Wewe unawafanyia wengine mema, au wewe unafanya kile ambacho Mungu amekuagiza kwa ajili ya kumpa yeye heshima na utukufu. Ndio moyo wa utumishi. Sasa mimi wanaona kama wanawake kwa asili ni watumishi tu. Amen. Yaani wanawake popote utakapokuwa, kuna aina ya kitu au mtu utakuwa unamtumikia. Yeah. Ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni kwenye ukoo, ikiwa ni kazini, mwanamke ana act very quickly kuhakikisha mambo yamekaa sawa.
ambayo nayo ni sehemu ya utumishi. Nimefurahi wakati nimefika hapa nimekuta mama mchungaji anaongea akijaribu kuelezea utumishi katika njia ambayo ndio halisi sana. Kwamba katika utumishi kila mmoja ana strength na kila mmoja ana weakness. Kila mmoja ana kitu ambacho anakiweza sana na kingine ambacho sio kitu chake. Mwingine anakifanya. Lakini nataka tuangalie utumishi kwa ujumla kama Wakristo. Na kwa habari ya wanawake, neno la Mungu linasema kwenye ile Mwanzo 2:18 katika kipande, nitamfanyia msaidizi. Kwa tangu huko mwanzo mwanamke tayari alikuwa amekuwa positioned mahali pa kutumikia. Amen. Tunatumikia familia, tunatumikia wazazi, tunatumikia waume, tunatumikia jamii. Hata akiwa ni binti mdogo kuna mahali tu atakuwa anatumikia. Hata watoto wadogo automatically ukimwacha tu utamkuta aidha amebeba wadoli anawatumikia au anajipikilisha. Yaani kuna aina ya utumishi ambao ndani ya mwanamke ni natural. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa utumishi wa mwanamke unaanza mapema sana katika maisha yake. Sasa na mifano michache nitasema kwa haraka ya wanawake watumishi kwenye Biblia. Dorcas, Tabitha aliwatumikia wanawake wajane. Hata alipokufa walimlilia Petro mpaka akafufuka kwa sababu ya moyo wa utumishi, kwamba wasingeweza kuishi bila hiyo huduma ya Dorcas. Lakini kuna wale wanawake waliomtumikia Yesu, Maria Magdalena, Joana, Suzana, Maria mama yake Yakobo, Salome. Walikuwa ni kundi la wanawake ambao wanamfuata tu Yesu kutaka kujua tuzibe wapi palipopungua. Kuna fedha, kuna maji ya kunywa, chakula, mahali pa kulala, kuhakikisha mtumishi yuko comfortable. Wale wanawake ambao walimtumikia Yesu. Inawezekana kuna wengine wengi ambao hawakuandikwa kwenye Biblia, lakini walikuwepo katika kundi la wanaomtumikia Yesu. Mwanamke Mshunami katika Wafalme wa Kwanza sura ya 4, ambaye alikuwa anamtumikia Elisha kwa uaminifu mpaka akaona bora amjengee kabisa na chumba mahali pa kupumzika. Lydia katika Matendo ya Mitume aliwatumikia kina Paulo kwa moyo wa kupenda. Mjane wa Sarepta katika waraka wa kwanza katika Wafalme wa Kwanza 17 alimtumikia Elia, kwamba alipomwambia nipe kwanza mimi chakula kabla wewe hujala. Hakuuliza maswali mengi, hakubisha, aliamini akatumika na ikawa baraka kwake na kwa mwanae pia. Ruth alimtumikia Naomi licha ya kuona kwamba huko anakokwenda wale watu sio watu wangu na amenipa kibali cha kubakia kwetu, lakini moyo wake ulikuwa unamshawishi kuendelea na kwenda na huyu bibi mzee ili akamtumikie na huko anakokwenda pia. Na kwa neema ndipo alipompata Mungu wa kweli na akaingia hata katika genealogy ya Mwokozi wetu. Ana binti Fanueli katika Luka, Biblia inasema alikuwa mjane kwa miaka yake mingi sana. Miaka 84 akiwa hekaluni na Bwana akifanya utumishi wa kufunga na kuomba usiku na mchana. Kwa hiyo tunaona sana neno alilosema mama mchungaji, kila mmoja anaka element kake lakini wote wanatumika. Haleluya. Amen. Na Mariam katika Matendo 16 mstari wa 6, Paulo anamtumia salamu. Anasema aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Hatumjui hata ni Mariam yupi, lakini alikuwa anakaa amehangaika kwa ajili ya watakatifu wa Mungu. Na Paulo anamkumbuka kwenye salamu anapowatumia salamu. Kwa hiyo wako wanawake wengi katika Biblia waliotumika. Na kama hata sisi tungeandika Biblia yetu leo, yamkini wengi humu ndani mngekuwemo katika ile Biblia, kwamba aliyetumika hapa, aliyesababisha ibada ikawepo, aliyesababisha mtumishi akasafiri na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mungu ametupa maeneo mengi sana ya kutumika, lakini kumtumikia Mungu ni very tricky, kwa sababu utumishi huo uko nje unaonekana, lakini Biblia inatuambia Mungu waga anaangalia moyo tu. Kwa katika kutumika lazima tuwe very careful kujua tunamtumikia nani tunapotumika. Kwa kuna mambo yanayohitajika katika kumtumikia Mungu. Ili kumtumikia Mungu na watu Mungu anaotukutanisha nao, haitoshi tu kwa na ile asili ya mwanamke ya kutumika. Lazima pawe na kitu cha ziada, kwa sababu ile asili hata wanawake wasiomjua Mungu wanatumika nayo. Hata angekuwa Muislamu, mpagani, bado wanawake wanatumika kwa utumishi ule ule ambao katika jamii wanawake waliokoka wanatumika nao. Kwa hiyo mara zote mchungaji wangu Apostle Ndegi huwa anasema, yani kama hauna kitu cha kukutofautisha wewe na wao, bado haijakaa sawa. Lazima wanachokifanya wao chetu kiwe kina kitu ambacho wao hawawezi kukifanya. Sisi tunaweza chao, wao hawawezi chetu, kwa sababu chetu kinatokana na Roho Mtakatifu ambaye huwezi kufeki, si ndio? Amen. Haleluya. Kwa hiyo utayari wa moyo ni element namba 1 katika utumishi.
Yaani unaweza kuwa unatumika na watu wanakuona unatumika lakini una manunguniko moyoni, au unafanya kwa sababu umepangiwa zamu. Yaani kuna kitu ambacho kinakusukuma kutenda lakini si hakitokani na wewe mwenyewe kuwa tayari. Kwa hiyo ule utayari wa moyo ni wa muhimu sana katika utumishi. Kukubali kwa hiari kutimiza wito wa Mungu ndani yako wa kumtumikia Mungu na watu. Unajua utumishi hatutumikii Mungu peke yake. Tunamtumikia Mungu na watu. Katika Luka 1:38 Mariamu anasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Alipewa jukumu gumu la kumzaa mtoto pasipokuwa na mume. Kwa hiyo anajua kabisa ni mambo ya yeye na malaika. Jamii haijui. Kwa hiyo ilikuwa maisha ambayo ni riski. Mimi najiuliza sijui kama mimi ningeweza kusema ukweli. Yaani ile reputation, unaelewa? Watanionaje? Lakini Mariamu alivyoelezwa akasema kwamba watanionaje sijui, lakini mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa maana kama ni Mungu amesema, chochote alichokisema niko tayari kukifanya, moyo wa utayari. Matendo 16:15 Paulo anawauliza wale walikuwa jamaa wanabatizwa. Alipokwisha kubatizwa akatusia akisema, huyo mwanamke sasa, kama Lydia, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni kwangu mkakae. Akatushurutisha. Yaani Lydia alipobatizwa akaweka mkwala, kama mnaamini mimi ni mtumishi wa Mungu, njooni kwangu niwatumikie. Nadhani wakajikuta hawana chafanya. Biblia inasema akatushurutisha. Yaani akawalazimisha, imani hamuondoki hapa mpaka mje nyumbani kwangu, mle, mnywe, mpumzike. Lakini shughuli ilikuwa ni ubatizo tu. Ungeweza kuishia ziwani, kila mtu akatawanyika kwenda kwake. Lakini huyu mwanamke akaamua kwenda hatua inayofuata, kwamba hawa watumishi maadamu wamekanyaga hapa, lazima niwatumikie. Moyo wake una utayari at any time. Sidhani kama alikuwa ameshapika nyumbani, maana alikuwa hajui kama watakuja. Lakini wafike wakae, nitawawashia feni, nitakimbia dukani kununua soda, nitawasongea ugali, nitawawekea na dagaa, ili tu waingie nyumbani kwangu ni watumikie. Moyo wa utayari wa kutumika. Lakini mara nyingi tunatumika ila hatuna moyo wa utayari. Ni kwa sababu zamu imepangwa, niko on duty, nitafanyaje? Inabidi niende. Nimepangwa kuhubiri, nisipokwenda labda nitawasumbua wenyeji wangu. Kwa hiyo unajikokota, unaenda, sio kwamba unataka, ila acha tu nikatimize ratiba. Lakini Mungu sasa hana interest na ulichokifanya, ana interest na moyo ulikuwaje? Moyo wa utayari. Haleluya. Lakini kitu kingine ni moyo wa unyenyekevu. Unaweza kuwa una utayari kwa baadhi ya watu. Kuna watu wengine una beef nao au haijakaa sawa sana. Kwa hiyo kama ni kumtumikia fulani lakini hawa wengine unatumika tu. Ndio maana moyo wa unyenyekevu unahitajika. Kwa sababu unyenyekevu unakutoa wewe juu na kuweka chini, la kwako halimati. Kumtumikia Mungu kwa moyo wa uchaji. Moyo unaomtambua Mungu kama Mungu. Kwa inapokuwa ni Mungu tunayemtumikia, hatuji kwa Mungu kwa sababu nyingine yoyote ile. Ni kwa sababu tu yeye ni Mungu. What else can we give? Upo ukisikiza hapa worship unasema ni kwa kweli huyu Mungu alikuwa amewezaje kunilocate? Nobody. Siko popote. Sitambuliki na mtu yoyote duniani. Lakini Mungu ameweza kunilocate na kunifanya niwe sehemu ya watu wake. Kwa gharama yake yeye, mimi niwe sehemu ya watu wake. Kwa unapoenda kumtumikia Mungu, hatuna sababu nyingine. Ni kwamba tu kwa sababu Mungu ni Mungu, period. Tunamtumikia na mioyo na akili na fedha na mali kwa sababu yeye ni Mungu. Hatutumikii Mungu kwa sababu tumeambiwa, tumeshurutishwa, tumeelekezwa. Ila kwa sababu kutokea ndani ya moyo, hatuna kitu kingine cha kufanya isipokuwa kumtumikia Mungu. Ndio the only thing we can give. Kwa hiyo haina cha kwamba yeye anatumia kwa sababu ana hela, yeye anatumia kwa sababu hana hela. Kwa sababu inaweza ikawa ukiwa huna hela unasema kwa sababu ana hela. Ukiwa yani una switch upande wowote ule na una fit tu. Lakini tunamtumikia Mungu kwa sababu tupo, ametuokoa. Basi hatuna sababu nyingine. Kwa hiyo tu inakuwa ni motivation ya kukusukuma kufanya chochote kile ambacho Mungu amesema tukifanye. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo mtumishi akikwambia hauendi kwa sababu ni mtumishi kasema, ila kwa sababu ni Mungu amenituma nikatumikie.
tunapotoa hatutoi kwa sababu tunatolea mtumishi au tunatolea kanisa, lakini actually tunamtolea Mungu. Lakini sio Mungu anayekuja kuchukua hela kwenda kuzila. Kwa ina maana kile Mungu anachotaka kifanye kwa njia ya fedha tunakisupport kwa sababu ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inahitaji moyo wa unyenyekevu kuweza kuona. Kwa sababu mara nyingi unaona kwamba wanakula sana hizi hela bwana. Au mwaka huu nimeshatoa sana. Yaani wale wasile, mimi kama mimi nimeshatoa imetosha. Kwa sababu kuna mali tunajipimia. Lakini kwa Mungu jamani, huwa anasema Maria ni ndege, hakuna hesabu. Yaani kumtumikia Mungu kwa mapato yetu hakuna hesabu. Kwa sababu haiko namna tuna uwezo wa kumlipa kwa hela aliyotupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unapita kwenye mitandao ukaangalia watu wanaweka labda kwenye watu wenye conditions za ajabu za magonjwa. Mengine hatujawahi kuyaona, ni ugonjwa tu unamfanya mtu hawezi kukaa au sio hawezi, ngozi imeharibika. Alafu mtu anasema kwamba namshukuru Mungu. Unasema sasa mimi nitasema nini? Yaani nitajitetea kwa lipi kama huyu katika hali yake anamshukuru Mungu? Amina jamani. Amen. Kwa hiyo kumtumikia Mungu kunataka moyo unyenyekevu. Moyo unyenyekevu unakuondoa wewe kwenye picha. Unamwacha tu Mungu. Moyo unaotambua kwamba nafasi ya kumtumikia ni fursa. Nafasi ya kumtumikia sio heshima yangu, lakini ni fursa ya kuigombania. Kwamba Mungu amenipa hiyo nafasi. Watumishi wa Mungu kina Petro walipopata mijeledi baada ya kuwa wamekamatwa, wamehojiwa, lakini Gamalieli akatoa angalizo kwamba jamani, sije kama tunapingana na Mungu. Walitaka kuwaua, akasema isije ikawa kweli. Kwa hiyo hatutawaua, tutawacharaza viboko. Wakawachapa. Wanasema wale mitume wakaondoka pale wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa jina la Bwana. Yaani sherehe yao ni kwamba hata sisi tunaaibishwa kwa jina la Bwana. Haleluya. Moyo wa unyenyekevu. Lakini leo hii thubutu. Mimi nitawaonyesha, nitawajulisha kwamba mimi pia ninaye Mungu, na huyu Mungu tutamuita na atawaadhibu. Tutaita moto. Yaani sisi sasa hizi ni fire and brimstone. Yaani hatuna neema, hatuna rehema kwa sababu ya pride. Moyo wa kiburi. Tunajiona tunastahili kuinuliwa, kuheshimiwa, wewe kwenye platform fulani sawa sawa labda wabunge, wakina raisi, yaani kwamba na sisi tunastahili fulani. Lakini watu wa Mungu, ukimtumikia Mungu you are the refuse. Yaani wewe ni kitu cha chini cha jamii. Kwa hiyo tunapokuwa mistreated, yaani tunasema kwamba ndio fungu letu, kwa sababu walipomuuliza Bwana tutapata nini? Akaambia mtapata msi ndugu, msi nini mara 100 pamoja na udhia. Yaani ni portion yetu katika utumishi. Kwa hiyo leo hii tushinde kumsherehekea Bwana katika utumishi. Jamani, hata udhia, hamna mtu ambaye mpata udhia. Maji kama hujapata hela, hujapata mume, hujapata mtoto, angalau udhia umepata. Kwa sababu ni portion, si ndio? Ni portion yetu. Kwa lazima tumcelebrate Mungu, tumtumikie kwa moyo wa unyenyekevu kwa sababu ametustahilisha kupata udhia kwa jina lake. Haleluya jamani. Kwa kumtumikia Mungu ina maana either way lazima tutafute moyo wa unyenyekevu. Tusijisabie chochote katika utumishi. Kumtumikia Mungu ni rahisi, kutumikia watu bila kutarajia maslahi yoyote. Hata kina Petro aliuliza tutapata nini? Kwamba tumeacha vyote, tutapata nini? Yesu akawajibu pamoja na udhia. Kwa kama ukipiga mahesabu yako vizuri, unagundua hautakosa kabisa. Kikosa hapa duniani angalau udhia mara 2-3, halafu mbinguni unaenda. Haleluya. Amen. Kwa lazima kwa moyo unyenyekevu tuwape watu priority. Watu ambao sio wewe. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni mtu yote ambaye sio mimi. Yote yule ambaye sio wewe, huyo ndio jirani yako. Mume wako, mke wako, wanaopita barabarani, shehe, imam, yani hao ndio jirani. Kwa hiyo Mungu anataka huyo mtu mwingine umtumikie na kumpenda kama nafsi yako. Sasa jamani, hilo jambo ni rahisi? Sio rahisi. Sio rahisi. Kwa hiyo inahusisha kumtendea kila mtu kwa heshima, kutambua thamani na utu wa mtu, worth and dignity. Kwa sababu hata kama hatuna chochote duniani, lakini kila binadamu ana worth, ana dignity, ana thamani, ana utu.
Kwa unapomtendea mtu yoyote, awe ni ombaomba na mikono, awe ni mtu, lazima umtendee kwa ile thamani ambayo Mungu amempa, kwamba end of the day ana sura na mfano wa Mungu. Haleluya. Ndio maana mtu hata kama alikuwa maskini, hajulikani na mtu yoyote, kiwete, anatambaa barabarani, akigongwa pale kuna taharuki. Lakini akigongwa paka, magari yanapita yanakanyaga, tunajua yule paka mpaka anakuwa flat kama chapati. Lakini akigongwa mtu, hata hana mtu wa kumzika, dunia inasimama katika lile eneo. Watakuja watu watafunika, kwa sababu huyu mtu ana image ya Mungu. Kwa hiyo huwezi kumtreat kama kitu chochote. Kwa hiyo tunapowatumikia watu ni muhimu kukumbuka hilo, kwamba hawa watu wana status. Lazima tuende kwa moyo wa unyenyekevu. Usiende na PhD yako, usiende na fedha zako, usiende na BMW yako, usiende na chochote ulichonacho. Unapomtumikia mtu, unamtumikia mtu kama mtu, na wewe kama mtumishi wa Mungu unakuwa chini ya huyo mtu, kwa sababu kwa kipindi kile wito wako aliyokupa Mungu at that particular time ni kumtumikia huyo mtu. Kwa ndio maana nasema fanyeni kama kwa Bwana. Yaani ni kama Yesu amekaa hapo, unatoa chote ulichonacho kumtumikia. Lakini ukiwa na ka pride kadogo, utakuwa unakumbuka kwamba aliwahi kunisema vibaya. Inakublock kwenye utumishi, katika wito ambao Mungu ameuleta kwako. Na unapomtumikia mtu wa namna hiyo, huhitaji celebration, huhitaji kujulikana, huhitaji watu wa kuone, huhitaji social media, huhitaji makamera. Unamtumikia mtu kama kwa Bwana. Inahitaji moyo wa unyenyekevu, watu wa Mungu. Rahisi kuisemea madhabahuni hivi unasema, iingize katika action sio rahisi kama tunavyofikiria. Haleluya jamani. Katika Luka 17 mstari wa 10, watumishi wa Mungu wakaambiwa, mtakapokwisha kuyafanya yoyote semeni, sisi tu watumwa tu tusio wa faida. Tumefanya tu yale yaliyotupasa. Kwa hiyo hatuhitaji any return, kwa sababu tumetumika. Sisi ni watumwa tusio na faida. Lakini leo hii mwambie mlokole, wewe ni mtumwa usiye na faida. Utasema mimi ni mtumwa usiye na faida. Mimi nabeba ufalme ndani yangu. Majeshi ya malaika yananiandama. Sijui nini. Hayo mambo ni ya kiroho. Lakini Mungu anachotaka ni moyo unyenyekevu. Hali ukijua majeshi ya malaika yako pamoja na wewe. Huo ndio unyenyekevu zaidi jamani. Kwa sababu unajua mbingu nzima inaniback. Lakini katika hili nitaacha yote nikamtumikie yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jambo la tatu ni kujitoa, commitment. Unaweza ukawa na moyo unyenyekevu lakini uvivu. Ukiwaza jua kali, ukiwaza sijui nini, wacha tu hiyo inipite. Hatuwezi kufanya kila kitu hapa duniani. Lakini ni katika matendo ya utumishi ndipo watu wanamuona Mungu. Watu wasiomjua Mungu hawahitaji sana maneno. Wanahitaji kuona yale ambayo kanisa linafanya. Yale ambayo mtu anayejiita ameokoka anafanya. Na sijui huwa wanajuaje tunapaswa kufanya nini na wasomi Biblia. Basi kwamba mlokole gani? Ina maana wanajua mlokole inabidi afanye nini na asifanye nini. Hasomi Biblia lakini wanajua yatupasayo kuyafanya. Sasa kama wewe ni mlokole, mtu wa Mungu umeokoka, lakini pale mtaani huendi kwenye misiba ya watu, hauendi kwenye misiba ya familia, kila siku unasema tuna huduma, lakini huduma ni ya watu waliookoka. Sisi ambao tumeshaokoka lazima tukawe chumvi. Kuna saa zingine jambo likitokea una miss ibada, sio kwa sababu upendi kuwepo, ila kwa sababu unatakiwa kuwepo mahali pengine ambapo wanahitaji kumuona mtu wa Mungu akiwaathiri katika majira yale. Haleluya. Kwa hiyo moyo wa kutumikia hauna msimu. Ni anytime, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hatutumiki kwa sababu tuna nafasi ya kutumika. Kama maisha ya siku hizi jamani, hata vikao tumevihamishia online. Hamna namna ya kuwakusanya watu. Watu tuna shughuli na hatufeki. I'm telling you. Kila mtu shughuli yake, sio kwamba anatania. Sio kwamba watu hawaji kwenye vikao. Yaani hawa watu wana shughuli genuine. Shughuli za ukweli, shughuli za kipato, shughuli za familia, yani shughuli zipo. Sijui zimekujaje mpaka zikawepo, lakini zipo. Kiasi kwamba inabidi tuhame kwenye kuonana uso kwa uso, tuhamie online. Leteni kikao kwenye sijui nini zinaitwa Teams. Tutakutana kwenye Microsoft Teams, au tutakutana kwenye ile nini nyingine, Zoom and the like. Sababu hatuna muda. Kwa mimi niko nafanya mikutano kama hiyo, niko nyumbani, nakuwa very careful. Unazima nini ile kamera, unakuwa unazunguka tu, unapika huko, unafanya nini? Amen. Tuko pamoja. Tumeacha kukutana face to face.
kwa sababu hakuna muda. Lakini commitment manake utaacha yote ukamtumikie mhitaji, mtu ambaye katika muda huo analihitaji kanisa, anahitaji watu wa Mungu wawe pamoja naye. Kama ni ndugu, kama ni jamaa, vitu vinasimama, inabidi tusafiri twende kwenye misiba. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio kwa sababu tunataka au tuna muda, ila kwa sababu tunatakiwa kuwepo. Hao ndio jirani. Haleluya, wana wa Mungu. Kumpenda jirani kama wewe mwenyewe. Mimi niko shule, nafanya kazi shuleni. Sasa huwa tunawaambia wazazi kwamba inabidi mje siku fulani, labda kuna conference ya mtoto. Mimi niko busy, kweli niko busy. Siku moja principal akawauliza, hivi nikikupigia simu kwamba fanya haraka, amekimbizwa Muhimbili, lakini sikwambie ni nani amekimbizwa Muhimbili, simu imetoka shule, amekimbizwa Muhimbili, hata kama kwenye kikao cha bodi utatoka. Kweli au sio kweli? Kwa hiyo sio kwamba hayo mambo hayaepukiki. Kuna mambo ambayo tunaweza kabisa kuyaacha, tukamtumikia Mungu, tukatumikia watu pasipo kuathiri yale ambayo tunayafanya. Kwa hiyo jamani, commitment, kujitoa, kuona kwamba hili jambo ni la thamani, hili jambo ni la maana. Hiyo isipokuwepo kwenye moyo wa muamini, ni ngumu sana kumtumikia Mungu kwa moyo. Kwa sababu tutakuwa tunafanya at our convenience. Si ndio? Kama mambo yamekaa sawa, nitaenda. Kama hajanikalia, kama Jumamosi jua kali, nipande daladala mpaka Boko, si na nini, hiyo acha tu nijikaushe. Hapata kosekana atakaye kwenda. Wataenda tu. Lakini kwa hapo kumbuka Mungu anaangalia nini? Moyo. Hapo ndio Mungu alipotukomesha, ametuweza. Mungu haangalii tunachokifanya kwa nje. Fanya ufanyavyo. Mungu anaangalia ulikifanya kwa moyo gani? Ulikuwa na motive gani? Kwa sababu unafanya kitu kizuri, lakini unajua kwamba siku moja huyu naye atakuja kunirejeshea. Nikimtendea huyu atakuja kunirudishia. Lakini Yesu anataka tuwatendee wale ambao pia hawana uwezo wowote wa kupay back. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ignore mambo ya muda, kubali kutoa muda, kubali na haya mambo mengine. Enda na hulka, wengine tuna hulka mbaya. Hulka ya kutaka tu kumove, unataka tu kukaa nyumbani. Utembelei, unaona uvivu kutembelewa, yani hivyo. Lakini ni lazima tujilazimishe, tutoke, tufanye yale ambayo Mungu anataka tuyafanye. Sio ili na sisi tufanyiwe, ila kwa sababu yanatakiwa kufanyika. Sasa mambo mengi tusiyoyaweza, Mungu alijua hatutayaweza. Mungu akatupa kitu kinaitwa neema ituwezeshayo. Kwani wewe ukishaamua, ukishakuwa na the right heart na una moyo unyenyekevu, lakini unaona shida na unaona uvivu, mwendee Roho Mtakatifu kwamba Mungu niwezeshe tu kufanya hili jambo, kwa sababu ninataka kulifanya, lakini naona ndani yangu kuna mambo ambayo yananizuia kufanya. The enabling grace inatupa sisi uwezo wa kuinuka na kuingia kuyatenda yale yatupasayo katika utumishi. Kwa hiyo hatulemewi. Tunapoona hali ni ngumu, tunamuengage Roho Mtakatifu, anatuwezesha. Kuna wengine ni karama yake, kwa anafanya kwa wepesi, si ndio? Karama za masaidiano, za kuhudumia watu. Mtu mwingine ni natural, hahitaji msaada, anafanya tu. Lakini kuna mtu mwingine ni weakness, mwingine ni strength, mwingine ni weakness. Inapokuwa ni weakness yako, sio udhuru. Omba msaada wa Roho Mtakatifu akuwezeshe kulifanya hilo jambo. Haleluya. Lakini tunatambua kwamba ili moyo uweze kuwa na utayari, uweze kuwa na unyenyekevu, uweze kujitoa, lazima huo moyo uwe umepata badiliko. Sio ule wa asili ule tunakujaga nao kwa Yesu. Lazima umpata transformation kwa kuwemo tu ndani ya Yesu, kwamba tunaweza kuyafanya yale ambayo tusingeweza kuyafanya otherwise, kwa sababu tu moyo wangu umebadilishwa kwa uwepo wa Mungu, umebadilishwa kwa ile hatua kwa hatua kutembea na Bwana. Yani kadri unavyokaa na Mungu, moyo wako unabadilishwa kidogo kidogo kumfanana Bwana, na hapo ndipo moyo ule wa utumishi unazaliwa ndani yako. Kwa hiyo unapokaa ndani ya wokovu, usikae kwa hasara. Kaa ukijua kwamba kuna matarajio ambayo Bwana anayo kutokea kwako. Ule mti nadhani kwenye Biblia, kwenye Luka, mwenye bustani akasema huu mti nimeusubiri sana, haujazaa matunda, kwa safari nitaukata. Watumishi wakasema hapana, usiukate, tupe kwanza muda, tutaupalilia, tutauwekea mbolea. Ukionekana umeshindikana, basi utaukata. Hayo ndio maisha ya Mkristo. Umesikia neno, unasema kwamba wacha kwanza nimuombe Mungu, wacha kwanza nijikite katika hili jambo, wacha nitafute namna ya kulifanya. Na Mungu si dhalimu. Ukidhamiria moyoni mwako, Mungu atakupa hiyo neema ya kutumika katika kumtumikia Mungu na katika kuwatumikia wengine.
Utumishi wa kiwango anachotaka Mungu sio nadharia. Nadharia si ndio theory? Hamna kitu kibaya kwenye kanisa kama theories. Yaani mnahubiriana mambo kwa sababu mnayajua Bwana amesema nataka tuseme namna hiyo. Lakini maneno ya Mungu yasipokuwa yanaleta badiliko la kweli, kwamba you can apply them and have a change, hayo maneno yanakuwa bado hayajafika mahali Mungu alipotaka. Kwa sababu kama ni kuambiana, tunaambiana sana jamani. Kweli au sio kweli? Unaweza kukaa nyumbani ukaanza tu kuambiwa na YouTube mambo ya kweli kabisa ya Mungu, lakini yale maneno yasipoleta badiliko la kukutuma kutenda, na wewe mwenyewe ukaona kwamba kweli Mungu amenisaidia kwenye hili eneo, inakuwa haina maana. Nadharia inachosha. Sijui kama unachoka na nadharia kama mimi. Mimi nataka maisha ya Ukristo yawe mtindo wa maisha, iwe lifestyle. Kama moyo wangu umebadilishwa kiasi kwamba kuna mambo nayafanya hata mimi mwenyewe sijui kama nilikuwa siyawezi, sasa ninayaweza. Kwa sababu naturally yanaanza kutokea kwa sababu ya badiliko la moyo lililotokea. Kwa hiyo badiliko lisipokuwepo, watu wa Mungu, kumtumikia Mungu inakuwa ni adhabu, inakuwa ni mzigo, inakuwa ni kujilazimisha, ni kujisukuma. Sasa mimi natamani tutoke hapo mahali ukiambiwa kuna kongamano unaanza kuna jamani, come on tena. Tufike mahali ambapo unafurahia kwamba kuna fursa nyingine ya kumtumikia Mungu. Kuna fursa nyingine ya kumjalia Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hali ya uvivu wa kumtumikia Mungu huwa tunakwama wapi? Moyo wa muamini haubadiliki automatically. Mungu anataka hata kama tumeokoka, ukiwa hivyo hivyo mwaka baada ya mwaka, kuna kitu kinakuwa kijakaa sawa. Kwa sababu tunasikia neno mwaka baada ya mwaka. Ukila mwaka baada ya mwaka unakuwa hai. Usipokula utadhoofika. Mimi na mama mzee anasumbua kula. Jana nilikuwa safarini Morogoro, nikapigiwa simu kwamba bibi kakataa kula. Sasa ongea naye, tumemwambia kwamba ni wewe umepika, kwa hiyo ongea naye umshawishi kula. Nikaongea naye, nikamshawishi kula. Akaniambia, mwanangu, hata mngekipamba vipi chakula cha leo sili, kwa sababu nimeshiba. Sasa nyinyi mnapompambania ili aishi, yani yeye anaona kwamba anaweza akaishi tu hata kwa oxygen bila kula. Lakini ukweli ni kwamba tukimwachia baada ya muda hataishi, si ndio jamani? Kwa hiyo kama tunailisha miili ili tuweze kusurvive, tuweze kuishi, tuweze kufanya mambo yetu, ndivyo roho inavyotaka. Tuwe makini tunapolisikia neno. Usikubali kulisikiza neno kama unavyoangalia movie. Kama movie tunaipa usikivu mkubwa zaidi, kwa sababu mtu anakumbuka sinema aliona akiwa mtoto. Unakumbuka kila kitu. Lakini inawezekana mahubiri ya last week sitauliza, lakini lazima niulize hapa na kuambia itakuwa patashika. Kwa sababu yanaingilia huku, somehow yanatokea huku. Lakini inabidi yakiingia tu kwenye mind yawe downloaded, yaingie kwenye roho, yaanze kutenda kazi. Kwa sababu ndio the only thing kinacholeta badiliko la kweli. Haleluya watu wa Mungu. Mimi wanasema wokovu hauna muujiza. Maisha ya wokovu ni mchakato. Kwa sababu through the process ndipo Mungu anapotutengeneza. Anaondoa hiki, anawekeza kingine, anaondoa hiki. Lakini ingekuwa ni muujiza, ina maana watu ingekuwa hatukui kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jamani, wokovu ni bure. Wote tunajua tumeokolewa kwa imani, kwa njia ya neema, na hakuna tulichokifanya kulipia wokovu wetu, tumeupata bure. Lakini ku maintain, kuweza kuyafanya yale Mungu anayotuagiza, kuna gharama. Amina jamani. Amen. Tumepokea bure, lakini ku maintain kuna gharama. Hata ukipewa gari bure, Pastor Dennis, leo nikakushushia G-Wagon ya bure. Kweli hujalipia shilingi, lakini hiyo gari haitaenda kwa neema, si ndio? Lazima uingie mfukoni, uijaze mafuta, uipeleke maintenance, uipeleke service ili ikae barabarani. Kwa hiyo ku maintain utumishi wa kumtumikia Mungu na watu unahitaji sisi wenyewe tugharimike. Hamna namna nyingine. Kwa hiyo ni lazima mioyo yetu ibadilishwe so much ili tuweze kulipa hiyo gharama ya utumishi. Lazima kuna kiwango ambacho Mungu inabidi atutoe kutupeka kiwango kingine hata katika utumishi. Hatua kwa hatua. Mwanzoni unalala, unarudi, unasubiri kusikia neno kwa sababu ndio kwanza umeokoka. Lakini kadri siku zinavyoendelea kuna kitu Mungu anataka tukifanye. Wafilipi 2:12 anasema utimizeni wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka. Napenda Kiingereza. Work out your salvation. Kwa mimi ile workout, wanaanza ile workout ya gym.
Ukienda gym ku workout, kama muscle haitakuja, hizo ni triceps unit aziji. You have to work out. Sasa ndivyo wokovu you have to work it out. Lazima ufanyie kazi, hiyo ni cost, hiyo ni gharama. Kufanyia kazi wokovu sio kitu kirahisi. Kuamka usiku saa 9 kuomba, jamani. Wengine wamelala, kwa nini usiendelee tu kulala? Lakini you have to work out your salvation. Kusoma neno, to study the word, sio tu kusoma ile kupitiliza. Kusoma uweze kupata kitu, require muda, hiyo ni gharama. Vivyo hivyo kumtumikia Mungu, ili ule moyo ukae sawa kuweza kumtumikia Mungu, ina gharama. Lazima tuamue kutokea ndani ya mioyo yetu, to submit chini ya neno, jamani. Yaani neno la Mungu lina uwezo wa kutupa tunachokitaka, na zaidi sana kile ambacho Mungu anakitaka kutoka kwetu, kwa sababu Mungu anatutakasa kwa kutumia neno. Kwa ili moyo wetu uweze kufaa kwa ajili ya utumishi, lazima neno liwepo. Kwenye Efeso sura ya 5 pale anazungumza, lakini mimi nanena kwa habari ya Kristo na kanisa. Anasema Kristo analitakasa kanisa katika neno, kupitia neno. Yaani amejitoa kwa ajili ya kazi hiyo. Na kila mara unagundua kwamba Yesu anatutakasa at all times. Umekaa nyumbani, unawasha TV, unasikia neno. Ukikaa kidogo, unawasha YouTube, unasikia neno. Yaani hapo ni kazi ya Kristo, analitakasa kanisa. Yaani hakupi muda wa kukaa tu ujichafue afu akuache tu. Out of his love, lazima afanye kitu ili moyo uweze kutakasika. Lakini haiwezi kutokea tusipompa hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kwa nazungumzia moyo unaoweza kutumikia, kupata utayari, unyenyekevu, commitment. Haiwezekani pasipo kuamua intentionally, kwa makusudi, kwamba haya mambo ni lazima yawe sehemu ya maisha yangu. Sasa mara nyingi kumtumikia Kristo ni rahisi kwa sababu hatumuoni. Hiyo imetusaidia sana. Ingekuwa tunamuona tungechoka, kama tunavyowachoka watu. Kwa hiyo hatumuoni, afu tunajua ana thawabu, ana mbingu. Kwa kuna vimotivation vingine ni very selfish vipo, lakini imetusukuma tukamtumikie Mungu. Lakini watu, napoongea na wanawake, sisi brand ya siku ya wanawake kanisani kwetu inaitwa moyo wa mwanamke. Yaani yule mama alitafakari moyo wa mwanamke. Kumbuka zamani akafundisha mama Ndege akasema, ndani ya moyo wa mwanamke kuna mambo kibao. Vichupa, masindano, yaani vitakataka, yaani ambavyo vinaweza kujeruhi, kuharibu, kuvuruga. Yaani yeye mwenyewe vinajeruhi na mwingine. Kwa hiyo lazima unapo deal na moyo wa mwanamke, na ndio business yake kubwa yule mama, ni kuhakikisha ana drain, anatoa vitu vyote ubakie moyo safi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu, ili huo moyo ufae kwa ajili ya matumizi ya Bwana. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, samehe watu. Sasa tuwe direct to the point, kwa sababu hatuwezi kumtumikia Mungu na watu kama hao watu hatuwasamehi wanapotukosea. Kwa sababu Mungu ametuita kuwatumikia hao nao waliotukosea. Sasa unakuwa una block utumishi wa Mungu kwa huyo mtu, kwa sababu anakutaka ukamtumikie, lakini umsemeshi, mnabifu. Unanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo utumishi ni very tricky, kwa sababu Mungu hatafuti mtu mwingine. Mara nyingine anakutuma wewe ukamhudumie mtu fulani, afu unaisikia moyoni, unajua unatakiwa kwenda kumhudumia, lakini ukikumbuka tu neno alilokusema huendi. Lakini inawezekana that was the only way ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili ya yule mtu, ni kupitia wewe kwenda na kumtumikia katika level yoyote ile. Labda tu kuhudhuria msiba aliopata, au kwenda kumuona hospitali, au kumsemesha maneno ya kumtia moyo, au kumpatia fedha tu unajua unampatia za nini kwa sababu anazo. Lakini ni Mungu anataka kuufikia moyo wa yule mtu na kuufikia moyo wako pia at the same time. Kwa mara nyingi tuna block hiyo njia kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano tusipoweka kwenye perspective yanatutoa kwenye njia ya Mungu. Yanatupeleka porini kabisa, ile kusema ameingia chaka, inakuwa ni chaka la ukweli. Kwa sababu ya mambo ya mahusiano. Mahusiano yanaushika moyo, na mahusiano yakisha ushika moyo yanakuzuia kuwa mtumishi. Unabakia mtumishi jina. Kutokusamehe, kuwa na uchungu, kunaondoa sana moyo wa utumishi. Samehe waliokutesa, samehe waliokusingizia, samehe waliokusema. Afisa zingine nikawaza when I was writing kwamba mara nyingine ukisemwa vibaya, kabla hujakasirika na kushikwa na hasira, jiulize, hivi anachosema ni kweli sio kweli?
Unajua ukitulia sana, ukamwingia Roho Mtakatifu, unaweza kukuta unachosemwa ni kweli. Au sio kweli jamani? Unaweza kusema kwamba huyu dada ni muongo, ni muongo. Yaani ukasikia mwenzako anakusema wewe muongo. Unakuja juu, lakini ukitulia. Sasa lakini kusema kweli pale sikusema ukweli. Na pale sikema inakia finally nimekamatwa. Unaweza ukajikuta ni wewe unayetakiwa kufanyia kazi hilo jambo. Limekuja kwa njia za panya, lakini ni ukweli, ni observation ya Mungu. Lakini tunakasirikaga, unasema huyu hanijui. Kwa kanisani mnapishana tu, anapita nyuma yako. Akiona anaenda kwenda sadaka unamsubiri kwanza arudi, akikaa ndio na wewe unainuka unaenda, hutaki chochote kuhusiana na huyo mtu. Lakini Mungu amemleta kwako umtumikie. Utamtumikiaje kama huwezi kukubali kushuka? Hasa ndio utanielewa nikisema moyo wa unyenyekevu. Kwa sababu moyo wa unyenyekevu maana you swallow your pride. Tena nasema sijui usiswallow, uitapike, yani kusudi isirudi tena. Maana ukiswallow unaweza ukaicheua ikarudi. Tapika pride yako itoke isirudi tena. Yaani unafika mahali, jamani ni rahisi kusema, lakini unafika mahali ile si mimi ninayeishi, ila ni Kristo ndani yangu. Kwa hili jambo nitalitumikia. Yani siwezi kukubali kushindwa kumtumikia Mungu na huyu mtu kwa sababu ya alichokifanya. Alichokifanya hakinihusu. Mimi waga ndio polisi yangu. Kile unachonifanyia hakinihusu. Kinachonihusu ni kile ambacho mimi nitakufanyia. Kwa unakuwa very focused na mambo yako. Hasira ikija unajua kwamba nakaribia kumfanyia mtu kitu. Hapo ndio nitakapokosea. Kwa sababu mimi siwezi kumcontrol. Naye anaweza kumcontrol mtu wako. Unaweza kujilinda watu wasikuseme. Si unajipatia kazi ngumu. Yaani hiyo kazi jamani ni ngumu. Usijiajiri kwenye hiyo kazi. Kwa sababu watu watakusema watakapoamua. Utasikia kama una bahati. Yaliyo mengi hutasikia. Apostle Ndege anasema ungejua wanavyokusema usingekuja kanisani. Wanakusema kweli kweli hujasikia tu. Kwa hiyo grow up, rise above that. Ili usijali kusemwa. Kwa sababu hiyo ndio inayokuzuia utumishi wako. Mungu anataka kukutumia, ameweka hazina zake yeye ndani yako wewe. Halafu umemblock Mungu. Shai kumblock Mungu. Ndio hivyo. Ameweka hazina zake, anasubiria matunda, halafu wewe ndio watu waliokuambia ukatumikie kuwasemeshi sasa. Hutaki kwenda. Kwa hiyo Mungu hana cha kufanya, Mungu hana mwili. Lazima apate mtu ili aweze kumtumia. Kwa hiyo ukikaa ukatafakari utagundua ili kuweza kuwa na moyo wa utumishi, yani lazima ujideny, yani deny yourself big time. Yesu akasema atakaye kunifuata ajikane. Hiyo ndio maana ya kujikana. You carry your cross daily. Yani sio mimi ninayeishi. Unafika mahali yani hamna tena mimi mtu akikosea kosa ambalo najua kwamba inabidi nimconfront na mconfront. Maybe kwa sababu pia I'm so much of a musokwa, I just confront kama jambo naona hili halijakaa sawa. Naweza nikakuvutia pumzi mwaka. Yani mwaka mpaka tukae sawa, yani ujue kabisa nakupenda. Unajua mtu ukimvamia ghafla anaweza kuona kwamba kwani ameniambia, lakini unajua kabisa nakupenda. Yani hata ufanye nini unajua ninakupenda. You know beyond reasonable doubt. Now I can confront you. Sawa sawa. Kwa hiyo nikija kukuambia kitu changu, haijalishi utakasirika kiasi gani. Yani mimi waga na switch off ndani. Kwa utakasirika, utafoka, utatupanda, utashuka, utatoka. Ukishamaliza mimi najua kwamba huyu nikimwachia hamna njia ya kumsaidia. Kwa ukishamaliza kukasirika, mimi nitaendelea tu kukusaidia. Along the way utanielewa tu. Lakini inahitaji neema. Inahitaji neema. Nilikuwa hasa si wa Tanzania. Watanzania wanafiki. Wanafiki sana. So bubani wewe unafiki upo hata kanisani. Yeye unamwona kabisa huyu mtu tabia yake mbaya. Hasa kama ana tabia mbaya, kumsema kwamba ana tabia mbaya inasaidia nini? Haisaidii. Sisi ndio kanisa, sisi ndio chumvi, sisi ndio nuru. Huyu ni sehemu yetu, ni sehemu ya chumvi na nuru. Hatuwezi kumsaidia, yuko ndani. Yule wa nje tunamtafutia nini jamani? Tunamtakia nini? Ni lazima tunyooshane humu. Ni utumishi. Tunaongelea mwanamke na utumishi. Kwa hiyo tu wanaume tu tunanyie changanyikeni humu na utumishi.
Yani ni lazima tujue jinsi ya kunyooshana. Biblia inasema chuma hunoa chuma. Kwa ni lazima yani ile iron sharpens iron. Yani kuna mali mtu anakusharpen chwa. Yani unatamani umzabe mabao, lakini amekwambia ukweli. Mwingine hana diplomacy ya kwamba ataremba maneno. Ndivyo alivyo. Kwa likija kama ni la ukweli, maneno afu kumbuka kwamba anapaswa kuwa mnyenyekevu. Wacha nitulie nikalifanyia hili jambo kazi. Wacha nikakae na roho Mungu aniambie nimeonewa au sijaonewa. Most of the time utakuta tunayosemwa mengi huwa ni kweli. Yanahusu tabia zetu mbaya. Kibaya tu ni kwamba aliyetusema hajatuconfront, haja kutuambia face to face. Kwa sababu kila mmoja ana udhaifu na ana nguvu. Weakness na kila mmoja anazo, na mara zote tunahukumiana kutokana na strength. Mimi naweza kuconfront mtu yeyote hapa duniani privately. Mimi siwezi kusema mtu hadharani. Yani naogopa dignity ya mtu. Siwezi kumsema mtu hadharani. Tukimalizana kimya, hutajua hata kama tunafahamiana. Lakini wakati tumemalizana chemba, sawa? Sasa hiyo ni strength yangu. Siwezi kukulazimisha wewe kwamba kamwambie sasa. Mtu mwingine hawezi. Anahitaji kuweza kukushauri kwamba muombe Mungu akujulishe ufanye nini na hiyo taarifa ulionayo. Inawezekana inabidi umwambie mchungaji ndio akusaidie kumsaidia huyu. Lakini huyo mtu ni lazima asaidiwe, hatuwezi tu kumwacha. Hiyo ni sehemu ya utumishi. Point yangu ni kwamba usiweke mpaka na watu, kwa sababu utashindwa kuwa mtumishi wa hao watu. Lazima uwe na moyo ambao uko tayari kumtumikia mtu yote at any time, pasipo kumhesabia makosa yake. Makosa tunayo wote. Just a matter of time. Kwa lazima tukubaliane kwamba swala sio kuhukumiana, kwa sababu kuhukumiana oga mara nyingi kwamba hili mimi naliweza wewe huliwezi, kwa mimi naliona kutoka kwenye miwani ya kwamba naliweza. Lakini kuna mtu mwingine la kwangu ambayo ni la udhaifu, ni mtu mwingine anaweza kuliona na kunisaidia. Tuwe tayari kwa yote. Yale ambayo kwangu mimi ni udhaifu, niwe tayari kupokea maonyo, makemeo na maelekezo, ili kuifanya kazi ya watumishi wa Mungu ambao ni kila mtu aliyeko hapa kuwa nyepesi. Yaani mtu asiogope kuja kama kini Naomi ulichemsha. Mtu asiogope kuja kuniambia kwa sababu sitaki kuambiwa. Jeuri haitatusaidia. Kwa hiyo lazima tuwe wanyenyekevu, tushuke, tukubali kurekebisha watu na tukubali sisi wenyewe kurekebishwa. Haleluya wana wa Mungu. Kwa mimi naamini kama tutakapotoka hapa, Roho Mungu atupe muda wa kutafakari. Ni watu wangapi nimewablock kwenye services zangu kwa sababu nimewa write off kwenye maisha yangu. Na inawezekana wanakusubiria wewe tu, yani Mungu hajachagua mtu wa pili. Na ndio maana amesababisha uwepo leo. Wanakusubiria wewe tu useme neno waweze kupona. Haleluya jamani. Kwa ukitoka hapa, swallow your pride, shuka, omba neema. Umfikie yule mtu ambaye ulikuwa umeamua hutaongea naye, hutadeal na mambo yake, hutamsaidia, utafanya chochote. Kwa sababu mwingine anakusubiria akusikie tu wewe ndio afe. Kwa hiyo unaweza kuwa unamchelewesha sana katika dhiki yake. Kwa sababu anatakiwa apumzike, lakini hawezi kuondoka kwa sababu ni wewe unayesubiriwa. Na wewe umemblock. Kwa lazima umunblock moyoni mwako, umfikie kwa moyo wa upendo, ukamtumikie ili aweze kupumzika kwa amani. Mungu anataka uwatumikie hata kama hawana mpango wa kutubu, kukuomba msamaha, kushuka, lakini wewe ufanye kile ambacho Mungu anakutaka ufanye. Vingine havina matokeo hapa. Matokeo utayaona baada ya maisha haya. Tunasema heri wafu wafao katika Bwana, naam, wapate kupumzika kwa kuwa matendo yao yafuatana. Na hicho kipengele inabidi ufiwe ndio kitafakari kwamba haya matendo yanayofuatana nao yanaenda kufanya nao nini na walishaokoka. Lakini inaelekea yanamata huko tunakokwenda. Vinginevyo yasingesemwa. Tena New Testament. Hilo neno haliko kwenye Agano la Kale ndugu zangu. Tena kitabu cha mwisho cha Agano Jipya, Ufunuo, kwamba kwa kuwa matendo yao yafuatana. What we do matter kwa mbele za Mungu. Tusichukulie poa, tutumikie watu. Ukiweza kutumikia watu, kumtumikia Mungu ni rahisi sana. Kwa sababu Mungu standard zake ni nyepesi, hatoi adhabu za papo kwa papo, Mungu hawezi kukununia, Mungu hata kunyima mkopo. Yaani Mungu ni mzuri kwa sababu kweli hatumuoni. Lakini kipimo cha Mungu ni watu ambao tunawaona.
Kwa lazima tukubali kushuka, kuwa na moyo wa tayari wa kutumikia watu. Sasa napomalizia nataka kusema hivi. Kuna watu ambao Kristo wao ni wewe. Sijui kama kuna lugha nyingine rahisi ya kueleza. Kwamba hawa watu Kristo wao ni wewe. Kwa hiyo hawatamuona Kristo kwa njia nyepesi nyingine yoyote isipokuwa kwa kutumia wewe. Kwa hiyo wewe usipomtumikia huyo mtu au usipokuwa na utayari wa kumsamea au kumsaidia, inawezekana akafa bila kumjua Mungu. Sio kama umeshawahi kuwaza. Kama mimi yule shangazi yangu, shangazi alinitesa sana. Yaani shangazi alinitesa. Mimi ningesoma, nakwambia ningesoma isingekuwa shangazi. Kwa hiyo muokoko na mabudu Mungu, lakini shangazi umemshikilia shangazi. Sasa shangazi kawa mzee, hafi, bado yupo. Inawezekana anakusubiria wewe tu ukawe Kristo kwake, ili amuone Kristo aweze kuondoka akiwa na Mungu. Mmenielewa jamani? Vinginevyo akifa utajuta, kwa sababu roho Mungu hatakuacha salama. Kwa sababu ni wewe katika huo ukoo aliyekuweka mwenye nuru, lakini umeihold kwa sababu shangazi alikutesa. Lakini Yesu anasema kama mimi nilivyowasamehe ninyi, nanyi vivyo hivyo. Yaani lazima tujifunze kusamehe watu na kuwaachilia ili waweze kuwa comfortable. Yaani ile comfortability wanayoipata kwa kusamehewa ndio huwa inafungua mlango wa wokovu. Mtu ambaye haujamsamehe, you are chained to that person. Ni kama umefungiwa naye mnyororo. Kila unakokwenda unaye. Na umemwekea katika kizimba ambacho hawezi kutoka mpaka msamaha utangazwe. Kwa kuna mtu mwingine asema nipo msamehe tu baba yangu, akaokoka. Nikamwambia baba, nimeamua kukusamehe, sijui nani, ndipo anapata neema ya kutolewa kwenye ile gereza ulilomweka. Hasa ukiwa ni mtu wa Mungu. Hasa kuna watu wangapi wako gerezani wanasubiria utumishi wako wewe wa kwenda kumwambia shangazi, nimekuletea kitenge, nimekuletea sukari. Shangazi, yale aliyopita yamepita shangazi yangu. Hebu tuendelee, nimekuja kukubariki, ninakupenda shangazi yangu. Umuondolee kwenye ile gereza, kwa sababu naye ana guilt. Lakini hana Yesu, hajui jinsi ya aitoe ipeleke wapi. Ila Mungu amemhifadhi afunguliwe kwa neno lako ili amjue Mungu aweze kufa. Amina jamani? Kwa hiyo utumishi sio kwamba ni jambo jepesi sana, ina require kuweka moyo wako mbele za Roho Mtakatifu under microscope, kuchunguza kwamba hivi nimekwama wapi? Ni watu wangapi na wazuilia ufalme? Ni watu wangapi hawamuoni Mungu kwa sababu tu mimi nipo nazunguka tu nasema kwamba watajua, hawajui alipokuwa akifanya alikuwa anafikiria nini? Anafikiri ulokole ni ujinga. Tuna maneno mengi ya kijinga mengi. Kwa sababu honestly ulokole ni ujinga. Kuokoka kumjua Mungu kuna tufanya tuwe wajinga. Si ndio kondoo? Kondoo ana akili. Kwa mara nyingi tunafanya tu mbuzi, alafu tunasema tumeokoka. Tusibebe tu misemo ya Kiswahili kuingiza kanisani. Mara nyingine sio kweli. Yesu akamwambia acheni kuvua. Yaani acha biashara yako Una biashara sio ya malori, acha. Airbnb acha, njoo. Sasa tutafanya nini? Nyinyi mtakuwa wavuvi wa watu. Does it make sense? Mimi nilikuwa navua pesa. Leo naambia nikae mvuvi wa watu. Ni ujinga in short. Unapoambiwa kwamba usamehe, mtu aliyefanya kitu kibaya, umsamehe tu, umwache tu bure tu aende, ni ujinga. Kweli au sio kweli jamani? Lakini sasa ndio tumeitiwa hayo mambo. Yaani njia ya kwenda juu kwa watu waliookoka huwa ni kwenda chini. Yaani kama kujenga skyscraper. Kwamba usipochimba magorofa kadhaa kwenda chini, gorofa lako halisimami. Kwa kwetu sisi kabla hujaanza kupanda, unaanza kwanza kushuka. Sasa wengi tunangangania sana kwenye ground. Kwa inakuwa chini hatuendi, hata gorofa la kwanza hatuwezi kujenga kwa sababu hatuna msingi. Msingi wa Ukristo, watu wa Mungu, uko ndani ya moyo wa mtu. Moyo wako lazima uwe sold out kwa huyu Yesu. Lazima uwe huna la kwako kabisa, kwa maana ya kwamba halipo, umeliua, hali exist. Mtu anakutukana hata ile ya kwamba shukuru tu nimeokoka. Ukisema tu shukuru nimeokoka, moyo haujakaa sawa. Moyo haujakaa sawa. Unajali reputation yako, watasema yule mlokole kapigana. Kwa hiyo hata sio kwa ajili ya Kristo, ni kwa ajili ya wewe na jina lako.
Lakini ifike tu mahali ambapo watu wanaongea. Nampenda sana Mama Liani Ndege. Anasema kwamba kwa kipindi watu mama mawifi na wanakorofishanaga, watu na mawifi zao, sijui wanagombanaga nini mpaka leo sijai kujua, lakini wanagombanaga. Sasa wamegombana, wana hiyo beef. Sasa mawifi wamekuja. Kama mimi na mawifi wa kutosha, Wasukuma, afu unajua walivyokoka. Wana kilo. Ndio wamekuja sasa nyumbani hapo kuja kumsuta huyo dada. Wakafika wakaongea. Walivyomaliza akamwambia, samani, mtakunywa soda gani? Yaani ile gafa kama umetoboa baluni tu. Kwamba maneno yote yale hana cha kujibu wala hana chuki. Kwanza mmeshaongea sana. Hapa nilikuwa mnahitaji kinywaji. Mtakunywa soda gani? Baada ya pale kuna mazungumzo tena. Watarudi tena. Kwa sababu huyu, lakini wengine hapo wanakuwa wanasema kwamba hawajui. Yaani mimi mkolewa na kaka yao sio kwa mjinga. Watanijua, watanitambua. Unapofanya hivyo unafanya kwa timu shetani. Kwa hiyo utapandishwa mamoto, utajiona umeshinda, lakini utakuja kutolewa kule juu, utashuka chini pasipo heshima yoyote ile. Lakini the more you love people, usihesabie watu hatia. Yaani hao watu, mimi naambiaga watu, sisikia wanawake kule ulikoolewa, unapokwenda wana mambo yao. Mnanielewa ndugu zangu? Kila uko una drama, asikudanganye mtu. Drama za kwenu hauzifeel kwa sababu umezizoea. Na inawezekana drama za kwenu ni mbaya kuliko ni za huko ulikoolewa. Kwa hiyo usiende kule ukawa shabiki sana wa drama za kule. Wewe ni nuru, ni chumvi. Ukienda kule, umeenda kupeleka nuru. Umeenda kutuliza dhoruba. Kwa sababu hiyo ndio wito ambao tumeitiwa. Sio unaenda una side na shangazi dhidi ya mama mkwe. Au sio una side, haihusu. Yaani lazima uende kule kama mizima moto nimekuja. Hakutakuwa na mioto inalipuka hapa. Unanielewa? The heart. Ndio maana lazima tutoke kwenye theory, tuingie kwenye practical. Tuingie mahali ambapo kila neno letu lina authority. Ukifika mahali ukisema neno wanakusikiliza. Mimi nimekuja na shemeji yangu kanizidi sijui miaka mingapi. Kama anasema uongo anajua. Lakini nikisema neno kwenye ukoo wetu wakina Mhamba wananisikiliza. Kwa sababu sina baya, yani sioni kama kuna mtu nigombane naye kwa nini jamani? Wamenipenda, wamenioa, nakaa kwao, wamenienzi. Kwa nini gombane nao? Kwa hiyo kija na ugomvi, sigombani tu. Kwa lazima kugombana. Mambo ya utotoni nimechora msema, ruka sasa. Kwa lazima uruke. Hauruki, peace. Ndio unaua, yale mauharibifu ndio unayaulia hapo. Kwamba mimi ni mwanamke mcha Mungu. Sijaleta maugomvi kwa watu. Kristo sio mgombanaji. Kristo alilipa gharama kubwa ili amani iwepo. Kwa nini mimi niwe chanzo cha kuondoa amani kwa watu? Haiwezekani. Unaingia ofisi watu hawakai, taharuki. Huyu kamsema huyu kafanya nini na nini. Unasema tukosema, yani moyoni unajiambia Yesu ameingia. Yani Yesu ameingia. Yani hiyo ofisi nitawanyoosha kwenye ulimwengu wa roho. Nyumbani kama ja kazini mmoja unashika mioyo unaipangua vurugu. Yani incapacitate kabisa. Hauna nguvu ya kufanya kazi. Wanafika tu wanakuta kwamba anakuja na nguvu ya kugombana, anakuta munkari hakuna. Unajua bila jazba huwezi kugombana. Jazba hakuna. Mtumishi wa Mungu mmoja mpole yuko tu chini pale anafanya shughuli zake polepole, ameua uharibifu kwenye hiyo ofisi. Kwa hiyo watu wana uwezo wa kuonana, kumuona huyu ni kumbe anaweza kunisaidia, wakamuona Kristo ndani ya watu because of a heart made right. Watu wa Mungu, tengeneza mioyo hiyo. Peleka mbele za Mungu. Ama moyo wangu kusema kweli uko na namna kadhaa, lakini sasa nimeamua Mungu. Siwezi kubeba uharibifu na siwezi kubeba wema katika the same heart. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kama mwanamke mtumishi kwamba nitakapofika popote amani imefika. Nikifika mahali pana vurugu watapatana. Nikifika mahali pana kilio watapata changamko la moyo. Nikifika mahali hakuna chakula kimefika. Nikifika mahali kuna dhiki, unagawana hata kidogo ulichonacho ili watu waishi. Kwa sababu kitoka kwako wewe mwenye Mungu kikienda kwa watu kiko multiplied. Hata kama ni ugali utaonekana kama sijui kitu gani, kwa sababu umetoka kwenye moyo uliotakaswa. Mioyo yetu ina thamani kubwa machoni pa Mungu. Usiruhusu uharibifu kwa kwenye moyo wako, hutaweza kumtumikia Mungu wala watu. Haleluya watu wa Mungu.
achilia yule mjomba, mwachilie yule shangazi, mwachilie yule kijana wa jirani aliyekubaka ukiwa mdogo. Mungu amesha kukomboa, amekupa uwezo wa kuishi juu ya hilo jambo. Hilo jambo linakaa chini ya nyayo zako, sio identity yako, wala halina uhusiano na wewe, kwa sababu una new identity. Kwa hiyo usikubali mambo ya zamani unakokotana nayo yanakuzuia katika utumishi wako. Siku utakapoamua kwamba nimebadilika, nimeamua kutembea na huu mwendo wa Kristo, ndio utakapoona fursa za utumishi zinafunguka. Watu wanapona mikononi mwako, watu wanafunguliwa, watu wanapata alicho ambacho wamekikosa kwa miaka. Kwa sababu gani? You have arrived. Hallelujah. Elia Mtishbi akamwambia, behold, Elijah is here. Yani akifika mambo yamebadilika. Yani mwambieni Elia ameshafika. Be that katika jamii ambayo imevurugika. Jamani, hii jamii imevurugika. Kubali kulipa gharama ya muda wako, ya fedha yako, uokoe hata mmoja. Mentor even one, ili akawe na multiplication. Unajua zingine umeitiwa mtu huyu mmoja tu, wewe ukiweza kummentor properly, that could be a bonke. Huyu anaweza akawa ndio Billy Graham, huyu anaweza akawa ndio Joshua Selman, huyu anaweza akawa yani yeye ndio ameitiwa kitu kikubwa. Wewe umeitiwa yeye tu. Mentor that child. Pambana huyu kijana atoke. Msiogope sijui bangi kavurugika. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Wasio wanasema hakuna nini? Mkate mgumu kwa chai. Sasa jamani, kuna mtu anayemshinda Mungu? Hayupo. Kwa hiyo usitishwe na the outward, watu wanavyoonekana. Ukifika umri wangu, huwezi kutishwa na mambo ya vijana sijui nini. Hii anavuta bangi. Hii sio anafanya nini na nini. Wacha wavute, wakimaliza waje kwa Kristo. Na wakiingia kutaka kuzivutia humu, tutazitoa kwa Roho Mtakatifu. Watakaa humu ndani mpaka zitaondoka zenyewe. Kwa sababu ya nguvu ya neno. Neno la Mungu jamani lina nguvu kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Inahitaji tu moyo wa watu ambao tayari wameshalipokea, wako tayari kiasi gani kulishare. Saa zingine bila kuongea, just by loving people. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekata tamaa, wanasubiria mtumishi. Watu wamechoka. Yani saizi kuna hii mental health issues. It's mental health. Unajua kuna masuala ya mental health. Kila mtu ana mental health problem. Levels tunatofautiana. Lakini mtu wa Mungu lazima una namna ya kudifuse hiyo mental health issue. Watu wakija kwako stress ina kwisha. Mimi nimeambiwa not once na watu wanakuja nyumbani kwangu, hey, yani Pastor Naomi hapa kwako si kuna nini, kuna raha. Yani kuna utulivu tu. Yani ukiingia kwangu na mental health problem, you don't need me to be there. Yani ukikaa tu pale sebleni, jikoni, yani mizigo yako inakuwa inapungua kilo. Kwa sababu mimi sio Yesu, sina namna ya kuimaliza. Inapungua kilo. Angalau utaondoka umeanza kuona direction. Hallelujah. Hivyo ndio inabidi tuwe watu wa Mungu, tuwe hivyo. Tunahitaji kila mmoja anamhitaji mwingine. No one is an island, no one is a chain, we are all links. Hamna mnyororo pasipo zile links za kufanya uwe mnyororo. Useme mimi ndio mnyororo mwenyewe. Hamna. Na Mungu ametukomesha, anasema we all know in part. Tunajua kwa sehemu, hamna anayejua vyote. Kwa kuna siku nakuhitaji unisaidie. Lakini kama una ile kiburi ya kama mimi ndio mchungaji, hutaweza kunisaidia jamani. Tuitibu mioyo. Wakubali kubeba mioyo yetu na kwenda nayo mbele ya Kristo. Naomba tusimame tunapomalizia, kwa sababu I want this to be very personal. Yani usikubali kufanya mambo ya manadharia. Unasikia tu neno linaingia huko linatokea huko vile vile. Neno la Mungu ni halisi, ni kweli na limemaanisha kufanya surgery ya mioyo ili tuweze kupata matokeo Mungu anayoyataka. Naomba kwa dakika moja uende tu mbele za Mungu, check your heart. Yani pasipo kujihurumia, kujiambia kwamba kwa kusema kweli mimi ni mchoyo, kusema kweli mimi ni mbinafsi, kusema kweli mimi sio mtoaji, kusema kweli mimi sina amani. Hivyo kwa sababu ndio njia pekee ya kupata uponyaji. Bila ku-identify the problem, kuitambua tatizo, hamna namna ya kutoka. Hamna anayejua tatizo la mwenzake. Jamani, tuna skeleton kwenye closet yetu mengi, huwa hatuyasemi tu. Hebu tuende mbele za Mungu kwa moyo wa kumaanisha. Kwa dakika moja tu. Mwambie Mungu moyoni mwako, nahitaji msaada. I need your help. Nahitaji msaada Bwana Yesu. Moyo wangu hauko sawa. Haujanyooka. Ni kweli na kukiri. Ni kweli nimekukubali. Ni kweli unakaa ndani ya moyo wangu. Lakini nimekubana kwa mambo mengi ambayo sitaki kubadilika.
na najua kwamba neno lako linasema nisiwe hivyo. Nimejua, ninasikia, lakini hata mahali pa kuanzia sipaoni. Lakini mchana wa leo, katika siku hii ya wanawake watumishi hapa NTM, umenipa fursa tena ambayo nimeimiss many times au nimeipuuzia. Lakini leo I have another chance ya kuja mbele zako na moyo wangu. My heart is bleeding kwa sababu nimetendwa vibaya mara nyingi. Ni kweli, ni rahisi kusema, lakini nachohitaji kwanza ni uponyaji wa moyo wangu. Nisaidie niweze kupona, nisaidie niweze kutoka, ili moyo wangu uweze kufaa kwa ajili ya utumishi. Lakini hata mimi ambaye mara zote najiona kama mimi ni bora kuliko wengine, nimekosea mno, kwa maana hamna aliye juu yako Bwana. Leo ninashuka chini, naomba unisaidie. I just need you Lord. Touch my heart. Ondoa jeuri, ondoa kiburi. Haijawahi kumsaidia mtu yoyote hapa duniani. Nisaidie niondokane na kiburi. Niwe na moyo ambao unafundishika, unaelekezeka. Moyo ambao uko tayari kulichukua neno na kuliingiza kazini. Najua kuna maumivu mengi, kuna hali ya kudharaulika, lakini Bwana, kama wewe umenikubali, nataka nani mwingine anikubali? Wacha wanikatae, lakini I'll be doing the right thing. Nitashuka. Nachotaka ni kwamba moyo wangu uweze kuwa ni moyo wa mtumishi. Moyo unaweza kugusa maisha ya watu wengine. Moyo unaweza kuwatoa watu kwenye hasara ukawapa faida. Moyo unaweza kuondoa hali ya vurugu katika utulivu na amani. Watu wakikutana na mimi wamekutana na wewe Bwana. Nisaidie niweze kupata chochote kile ambacho Bwana unataka mimi niwe. Hatima yangu iko mikononi mwako. I need you. Tunakuhitaji Baba, tunakuja mbele zako kwa moyo wa kunyenyekea. We need you more than what we can say. Maneno hayatoshi kuonyesha tu wahitaji kiasi gani. Na umesema kwenye neno lako, tunapojiona ni matajiri tu maskini kuliko tunapofikiria, tunapodhania kwamba tunaona tu vipofu, neno lako linasema ni bora tuje kwako, utupe dawa tuweze kuona, kwa maana tuko blinded na sisi wenyewe. We are full of ourselves. Baba, tupe moyo wa unyenyekevu. Tukubali kushuka, tukubali kudhalilika, ili jina lako liinuliwe, na tusizuie utumishi wetu kwa wale watu ambao umewaleta mbele zetu. Baba, ili tuweze kufika hivyo viwango, tunakuhitaji. Mchana wa leo tunasubmit kwako, chini ya neno lako, chini ya watumishi wako, chini ya huduma uliotupa, ili Bwana utusaidie tutoke tulipokwama. Wote tunakuhitaji with no exception. Hamna aliye sahihi mahali hapa Bwana. Haki yetu ni haki yako. Baba, tunajua kwamba haki yetu ni tambara bovu. We need you. We submit under you. Tunajishusha Bwana. Tunakuhitaji. Tunakuhitaji Jehova. Tunakuhitaji Mungu wetu. Tusaidie. 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 Rehema na neema Bwana. We need your grace and your mercy. Tunasimama kwa sababu Bwana umetusimamisha, lakini kama sio wewe tusingesimama. Tusaidie tuweze kuwa waaminifu kwako, tukubali kulipa gharama yoyote ili tuweze kupendeza moyo wako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ulionipa ya kusema na watu wako Bwana. Baba, ninaomba neno hili lisidondoke tu, lakini Bwana likazae. Mwingine likampe 30, mwingine 60, mwingine 100, kwa sababu wewe ni Mungu unayezalisha Baba. Ninaomba Bwana neema ikawepo ya kutenda kazi na mioyo ya watoto wako, ili baada ya hapa yakawepo matokeo. Tunapomaliza huu mwaka tukaumalize tukihudumia mioyo yetu iweze kuwa vyombo vinavyofaa machoni pako, kubeba utumishi ambao utakuwa effective katika maisha yetu hapa duniani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako katika jina la Yesu. Amen.